Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji, karibu hapa St. Paul Official Media kwa historia ya muujiza wa Fatima uliotokea mwaka 1917. Hadithi ya muujiza wa Fatima mwaka 1917. Jinsi Bikira Maria alivyotokea kwa watoto watatu huko Fatima, Ureno. Hii ni moja ya matukio makubwa zaidi ya matokeo ya Bikira Maria mtakatifu ambapo yalithibitishwa na Kanisa Katoliki. Kabla ya yote, na kuomba uweze kusubscribe, kulike na kushare, na Mungu akubariki. Karibu katika historia. Tukianzia na watoto watatu na mahali. Tarehe 13 mwezi Mei mwaka 1917. Watoto watatu, yaani wachungaji kutoka kijiji cha Aljustre karibu na Fatima, Ureno, walikuwa wanachunga kondoo. Wa kwanza alikuwa Lucia dos Santos mwenye umri wa miaka 10, Francisco Malto mwenye umri wa miaka 9, Jacinta Malto mwenye umri wa miaka 7, ambaye huyu alikuwa dada yake Francisco. Hawa walikuwa wakiishi wakati wa vita ya kwanza vya dunia, na Ureno ilikuwa katika mchafuko dhidi ya kanisa. Matokeo 6 ya Bikira Maria yalikuwa hivi. Kuanzia tarehe 13 mwezi Mei hadi tarehe 13 Oktoba mwaka 1917, Bikira Maria alitokea kwao kila tarehe 13 ya mwezi karibu na mti wa mwaloni katika sehemu iitwayo Cova da Iria. Hapo alisema nini? Cha kwanza alichosema, alitaka watu wazidi kuomba rozari takatifu kila siku kwa ajili ya amani ya dunia. Pili, aliwatahadharisha kuhusu vita, dhambi na umuhimu wa toba. Tatu, aliwaahidi kuwa mwishowe moyo wake safi utashinda. 4, aliwafunulia siri 3 zinazojulikana kama siri za Fatima. Mpendwa mtazamaji, watoto walisema kuwa Bikira Maria alikuwa mwanamke mrembo zaidi kuliko jua, ambaye alikuwa amevalia vazi jeupe na kushika rozari takatifu mikononi mwake. Tukitazamia muujiza wa jua wa mwaka 1917 tarehe 13 mwezi wa 10. Hapo awali watu wengi walizihaki watoto, lakini Bikira Maria aliahidi kuwa tarehe 13 Oktoba atafanya muujiza ili wote waamini. Tunaambiwa kuwa siku hiyo mvua kubwa ilikuwa imenyesha na kwa nguvu, na takriban watu 70,000 walikusanyika Cova da Iria, ambapo walikuwa waamini na waandishi wa habari pia. Kilichotokea hapo, cha kwanza, saa 12 jioni, mvua ilisimama ghafla na mawingu yakaondoka. Pili, jua lilionekana kuwa kama diski ya fedha, linaweza kutazama bila kuumiza macho. Tatu, jua lilianza kucheza angani, lilizunguka likatupa rangi mbalimbali kama upinde wa mvua. 4, ghafla lilionekana linashuka kuelekea watu kana kwamba linataka kuanguka. Watu wengi walianguka chini kwa hofu na kuomba msamaha. 5, baada ya dakika 10, jua lilirejea tena mahali pake, na nguo na ardhi zote zilikuwa zimenyeshewa na mvua, hivyo zikakauka papo hapo. Gazeti kubwa la Ureno O Sekulo lililokuwa halipingani na kanisa liliandika habari hii mbele, likithibitisha kuwa liliona muujiza huo. Matokeo yake, Kanisa Katoliki lilifanya uchunguzi kwa miaka 13 na mwaka 1930 likatangaza kuwa matokeo hayo yalikuwa ni ya kweli. Pia mahali pa Fatima sasa ni mahali pa hija kubwa duniani, yaani mamilioni ya watu huenda huko kila mwaka. Francisco na Jacinta walifariki wakiwa watoto kutokana na homa ya Kihispania iliyotokea mwaka 1919 mpaka mwaka 1920, ambapo baadaye walitangazwa watakatifu mwaka 2017
na Papa Francisco ambaye ni hayati. Lucia alikuwa mtawa na baadaye alifariki mwaka 2005. Ujumbe mkuu kwetu kwamba Bikira Maria hakuja Fatima kwa ajili ya muujiza tu, bali aliacha ujumbe ambao ulikuwa omba rozari kila siku kwa ajili ya amani, fanya toba na uache dhambi, jitoa kwa moyo safi wa Maria, yaani mpe maisha yako yote, ombea wadhambi wasipotee motoni. Hadithi hii inatuonyesha kuwa Mungu hakutuacha na hajatuacha, na ambayo ilikuwa njia rahisi watoto wadogo kuwakumbusha watu wakubwa kuhusu mbingu. Tukichunguza siri 3 za Fatima ambazo Bikira Maria aliwapa watoto Lucia, Francisco na Jacinta tarehe 13 mwezi Julai mwaka 1917. Kanisa liliruhusu siri ya kwanza na ya pili zifahamike mwaka 1941 na siri ya 3 ikafunguliwa rasmi na Vatikani mwaka 2000. Siri ya kwanza ilikuwa kama ifuatavyo: maono ya moto wa kuzimu. Bikira Maria aliwafungulia watoto kuona kuzimu kwa muda mfupi. Hapo alivyoonyesha bahari kubwa ya moto, ndani ya roho za watu zinateseka. Yaani ndani ya bahari hiyo roho za watu zilikuwa zinateseka, zinapiga kelele za maumivu na kukata tamaa. Lilikuwa tukio la kutisha sana kwa watoto. Maana yake ambapo ilikuwa Bikira Maria alitaka kuonyesha matokeo ya dhambi isiyotubika. Hili liliwafanya watoto kuwa na bidii kubwa ya kuomba na kufanya dhabihu kwa ajili ya wadhambi wasiingie huko. Ujumbe kwani kwetu ulikuwa kuzimu ni halisi na kila mtu ana uhuru wa kuchagua mbingu au kuzimu kwa maisha yake ya hapa duniani. Siri ya pili, vita vya pili vya dunia na Urusi, ambapo Bikira Maria mtakatifu alisema vita ya kwanza vitakwisha hivi karibuni, lakini vita mbaya zaidi vitakuja kama watu hawataacha kumchukiza Mungu. Aliomba Urusi itolewe sadaka kwa moyo wake safi. Kama hawatofanya hivyo, Urusi itaeneza makosa yake duniani na vita na mateso ya kanisa yatatokea. Mwishowe moyo wangu safi utashinda. Baba Mtakatifu atanitolea sadaka Urusi, nayo itageuka na dunia itapata kipindi cha amani. Hayo yalikuwa maneno ya Mama Bikira Maria wa Fatima. Kilichotokea baadaye ni kwamba vita vya pili vya dunia vilianza mwaka 1939. Urusi ilianguka chini ya ukomunisti na kueneza ideolojia ya mashariki mwa Ulaya na Asia, ambapo mwaka 1984 Papa Yohane Paulo wa pili ambaye alifariki pamoja na maaskofu wote wa dunia walitoa Urusi kwa moyo safi wa Maria, na miaka michache baadaye Umoja wa Kisovieti ulivunjika bila vita kubwa mwaka 1991. Siri ya 3, maono ya Papa anayeteswa. Hii ndiyo iliyofichwa hadi mwaka 2000 kwa sababu ilikuwa inahusu kanisa lenyewe. Maono ya Lucia. Lucia aliona malaika mwenye upanga wa moto, ambapo Papa mweupe alipanda mlima pamoja na maaskofu, mapadre na walei. Walipofika juu, Papa aliuawa kwa risasi na mishale na wengine wote waliteswa na kuuawa. Tafsiri ya Vatikani ilisema kwamba hii ilieleweka kama jaribio la kumuua Papa Yohane Paulo wa pili, ambapo tarehe 13 Mei mwaka 1981, siku sawa na siku ya matokeo ya kwanza ya Fatima, Papa mwenyewe alisema alinusurika kwa sababu mkono mmoja ulipiga risasi, lakini mkono mwingine wa Mama Bikira Maria uliongoza risasi ipotee. Lakini pia ina maana pana zaidi. Katika karne ya 20 ilikuwa na mateso makubwa ya Wakristo,
mashahidi wengi na mashambulizi ya ndani na nje dhidi ya kanisa. Ujumbe mkuu dhidi ya siri zote tatu. Bikira Maria hakuja kutishia watu, bali lengo lake lilikuwa kama ifuatavyo. Ya kwanza, toba na uongofu, yaani tuache dhambi turudi kwa Mungu. Ya pili ilikuwa sala ya rozari. Hii ndio silaha dhidi ya uovu na wakati huu. Tatu, kujitoa kwa moyo safi wa Maria, yaani kumpa Maria maisha yetu yote ili atuongoze kwa Yesu. Ya nne, matumaini. Mwishowe uovu hautashinda, lakini moyo safi wa Maria utashinda na kanisa litapata amani. Hayati Baba Mtakatifu Papa Benedikto wa 16 alisema, siri za Fatima haziongezi imani mpya, bali zinatukumbusha wajibu wetu wa kuishi Injili kwa ukamilifu. Mpendwa mtazamaji, siri hizi zilitufundisha kuwa historia ya dunia na ya kanisa haiko mikononi mwa wanasiasa tu, bali katika sala na toba ya watu wa kawaida kama wewe na mimi. Mpendwa mtazamaji, mpaka kufikia hapo tumefikia tamati ya historia ya tokeo la Mama Bikira Maria huko Fatima nchini Ureno, Italia. Karibu hapa uweze kusubscribe, kulike na kushare ili video hii iweze kuwafikia wengi na Mungu akubariki.